Limbwata la pini. Leo nakwenda kuelekeza ni namna gani unaweza kumfanya huyo mtu wako akupende, akusikilize, awe na wewe muda wote, atake kuwa na wewe. Hata kama alikuwa ameanza kubadilika tabia yake, unamuona kabisa amebadilika, basi kwa kufanya spell hii atakwenda kurudi tena kwako na kurudisha majeshi yote kwako na kurudisha mapenzi yote kwako. Na hii njia hii ni kwa kutumia pini, na kama unavyoiona hapo kwenye picha, hiyo ndio pini ninayoimaanisha. Hello, habari, karibuni tena katika channel yetu. Na kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usisahau kubonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya. Kuanzia leo hutateseka tena kuhusiana na masuala ya wewe mtu wako ambao anabadilika ghafla, tabia zake zinabadilika, umeona kabisa huyu mtu tunakoelekea inaweza mahusiano yetu yakafika mwisho. Basi tafadhali fanya limbwata hili la pini. Na haya ndio mahitaji utakayotakiwa kuwa nayo kwenye kwenda kufanya spell yako hii ya kutumia pini. Kwanza kabisa utatakiwa kuwa na pini yenyewe kama unavyoiona hapo, pini. Nunua pini yako, na pini lazima iwe mpya. Usitumie mbwata kama ulikuwa unayo nyumbani, usije ukaitumia hiyo. Pini inatakiwa mpya ambao umeinunua siku hiyo hiyo. Nunua pini mpya kabisa. Hitaji lako la pili utakalotakiwa kuwa nalo, utatakiwa kuwa na karatasi. Na karatasi hizi zinatakiwa kuwa karatasi 2 ambazo zinalingana ukubwa. Yaani zikate zile karatasi katika usawa, yaani zile karatasi zilingane. Na cha tatu utahitajika kuwa na peni ambayo utatumia kuandikia. Baada ya kuwa umeshakusanya mahitaji yako haya, basi utafanya kama nitakavyokuelekeza hapa. Na hili zoezi unaweza kufanya siku yoyote ile, huwa halichagui siku. Unaweza kufanya muda wowote na saa yoyote, ila kwa wewe mwanamke kama utakuwa upo katika siku zako, basi hutoweza kufanya spell hii. Basi baada ya kukusanya vifaa vyako vyote umeshavipata, basi utatakiwa ukae sehemu iliyotulia. Nimeshasema kwamba spell hizi tunazofanya inatakiwa mtu uwe umetulia kuanzia kwenye nafsi mpaka kwenye akili, na uwe akili yako yote umeiweka pale, imani yako yote iko pale katika kile kitu ambacho unakifanya. Hapo ndo utaweza kuona majibu ya hizi spell tunazozisema. Pia baada ya hapo sasa umeshakusanya vile vifaa vyako, utatakiwa uchukue zile karatasi 2 nilizokuambia unatakiwa kuwa nazo. Kwanza kabisa utachukua karatasi ya kwanza na utaanza kwa kuandika jina lako mara 3. Andika jina lako mara ya kwanza, andika jina lako mara ya pili, kisha andika jina lako mara ya 3 katika ile karatasi ya kwanza. Kisha baada ya hapo utachukua ile karatasi nyingine ya pili. Ile karatasi ya pili utatakiwa kuandika jina la yule mtu wako, mume wako, mtu wako ambaye unataka akupende, akusikilize. Haijalishi sasa hapa ni mpenzi, haijalishi ni bosi, haijalishi yani mtu yote ambaye unataka kwamba awe karibu yako, awe na wewe, akusikilize wewe, akugande wewe, asitake kukupoteza kwenye maisha yake. Basi utaandika jina lake kwenye ile karatasi nyingine nayo mara 3. Ukishaandika ile majina yake, basi utachukua ile karatasi utaiunganisha na ile karatasi nyingine ambayo umeandika jina lako, na utatakiwa kuanza kunuia. Manuizi huwa siwezi kukufundisha kwamba nuia hivi, utanuia jinsi vile moyo wako unavyotaka kwa huyo mtu. Jinsi gani unamhitaji kwenye maisha yako, aendelee kuwa na wewe, kubaki na wewe, kukuganda wewe, wala sitamani kukuondoka kwenye maisha yako. Basi baada ya hapo umeshanuia, umemaliza, utatakiwa kuchukua kitu cha mwisho. Unatakiwa uwe na perfume. Kama sio perfume unaweza kuwa na spray, ila kitu chochote kinachonukia. Kama vyote huna, unaweza ukawa hata na udi. Nadhani zote unafahamu udi. Basi unatakiwa ile karatasi yenye majina yenu unatakiwa uipulizie. Kama una perfume pulizia, kama una udi fukizia, unafukiza ile karatasi au unaipulizia perfume yako ile karatasi yenye majina yenu. Kisha baada ya hapo utaikunja ile karatasi mpaka size, kama unaweza kukunja ikabaki size ndogo au size ya kawaida. Na baada ya hapo utatakiwa uchukue ile pini yako sasa ambayo umeshainunua, utatakiwa ufunge pale katikati ya ile karatasi, zile karatasi 2 zenye majina yenu, unatakiwa upafunge kwa kutumia ile pini ambayo umeinunua. Funga vizuri ile pini, na baada ukishamaliza kufunga ile pini kwenye ile karatasi, shika tena ile karatasi pamoja uliyofunga na pini, kisha anza tena kunuia. Kwamba kama jinsi ulivyofunga yale majina yenu ndivyo jinsi ambavyo mioyo yenu ifungamane, huyo mtu asitake kuachana na wewe wala kuwaza kuondoka kwenye maisha yako. Nuia, ongeza na mengine ulionayo kwenye moyo wako unayotaka kwa huyo mtu wako ambaye unamfanyia hii spell.
Nuia kwa muda mrefu, nuia mambo yote, usisahau kitu chochote ambacho unakihitaji kwa huyo mtu. Nuia ukiwa na imani kabisa kwamba unapomaliza kufanya spell hii, huyo mtu atakuwa ameshabadilika, huyo mtu atakutafuta, huyo mtu ataanza kuonyesha mapenzi makubwa sana kwako. Na baada ya hapo utatakiwa karatasi ukaifiche sehemu ambapo hakuna mtu yote atakayeiona. Ila inatakiwa huko ndani ambako wewe unakaa. Yaani tafuta sehemu ambako unajua kabisa hapa hamna mtu ataiona, ifiche ile karatasi uliyoifunga na pini. Na utaiacha ile karatasi pale mpaka utakapoona mambo yamekuwa mazuri zaidi kabisa. Mwanaume unamwona sasa hivi amenyooka, mwanamke amenyooka, mambo yamekuwa mazuri. Sasa unaona kabisa hapa naweza hata karatasi nikaitoa tu, na hata ukiitoa ukaitupa huwa haina shida. Sio kwamba ukiitoa basi mambo yataharibika, hapana. Sababu mambo yako tayari yameshakuwa mazuri, spell yetu inakuwa imeishia hapo. Kwa hiyo unaweza iondoe ile karatasi. Kama unaweza kuiacha hata hapo moja kwa moja, pia hakuna shida yoyote. Mbali tu umeshanuia manuizi yako na umeshaanza kufanya spell yako, unaweza ukaiacha pale ile karatasi uliyonuia wakati unafanya ile spell. Na pia napenda kuambia kwamba nyie watu wote ambao mnakuwa mna shida ya malimbwata, tuna malimbwata tunauza, tuna dawa. Pia tuna mafuta ya mvuto, pia tuna dawa za kusafisha nyota. Dawa zote za asili zipo zinapatikana, namba zangu nitaweka hapo chini. Kwa hiyo mtu yote ambao una shida binafsi unahitaji kunitafuta, namba nitaziweka